Kumalizika kwa hospitali ya KVZ kutawanufaisha maafisa na maaskari na jamii iliyowazunguka. Hayo yameelezwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Ikulu, Mheshimiwa Saada Mkuya Salum katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi hospitali ya ghorofa moja, makao makuu ya KVZ Mtoni, wilaya ya Magharibi Unguja, ikiwa ni maadhimisho ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Waziri Saada amesema kuwa hospitali hiyo itakapokamilika itanufaisha wananchi pamoja na maafisa katika kutoa huduma za afya. Niwapongeze vile vile maafisa wetu kwa sababu viongozi wanakuwepo na viongozi wanataka maendeleo, lakini wachagizaji wa maendeleo hayo ni maafisa wetu. Nitoe pongezi kubwa sana, nitoe pongezi kubwa kwa maafisa wetu. Hapa nilikuwa inazungumzwa junior officers na senior officers. Hongereni sana. Kwa kweli mnafanya kazi kubwa sana katika kutafsiri yale maono ambayo viongozi wetu wamekuwa wakiyatoa. Sasa tukija katika jambo hili letu maalum, hii ni hatua kubwa sana, na nimepata fursa, nimetembezwa. Kwanza tutoe pongezi kwa msanifu majengo ambaye na yeye ni mwajiriwa na nani, amekuwa na uweledi, anaelezea vizuri na anaelezea kitu ambacho anakifahamu. Nikupongeze sana, lakini mpongeze sana mhandisi wetu, na yeye anakuwa ni sehemu ya wahandisi. Lakini kwenye hili na nimeona hasa maono yenu, nini hasa mnataka kuenda. Kuna vyumba vya wataalamu, kuna ultrasound, kuna x-ray, kuna yani kituo ambacho mtakijenga hapa ni kinafanana sana na vituo ambavyo tunavijenga huko mtaani. Kwa hivyo ninaamini kwamba machozi sasa hivi wananchi wengi sana ambao wako katika jimbo la Mtoni, na ninaamini na wengine wanatoka nje ya jimbo la Mtoni wanakuja hapa kwa ajili ya kufuata huduma. Kitakapokamilika mtakuwa na watu wengi sana hapa. Kwa hiyo mmeitafsiri mapema, tumeona namna gani mmejiandaa kabisa kwa ajili ya kutoa huduma bora za afya katika eneo letu hili. Sasa katika hilo pamoja na mambo mengine, kwanza nataka nikuhakikishie kwamba tutalisimamia suala la upatikanaji wa fedha as soon as possible, kwamba ili tuende katika hatua inayofuata. Tumeshateta na katibu mkuu, basi tupate zile nyaraka ili tuziwasilishe kunakohusika, na ninaamini kwamba hizi fedha zitapatikana sio muda mrefu, tutaendelea na ujenzi wetu. Lakini la pili, kwa sababu huduma zitakazotolewa hapa zitakuwa ni huduma kubwa sana, naomba tu nitoe wito kwamba kwanza tuwe na specialization ya huduma ambazo tutakazokuwa tunazitoa. Tunajua hususan kwa mfano asilimia kubwa ya wananchi wa Zanzibar ni wanawake, na population karibu asilimia 52, na wengi tuko katika reproductive age. Kwa hivyo ninaamini kwamba hapa huduma zikiwa bora, watu wengi watakuwa wanakuja hususan kupata huduma za mama na mtoto. Lakini huduma hizi vile vile zikiwa bora zitasababisha kupunguza gharama. Tutakuwa hatuna haja ya watu kwenda kwa mfano maeneo mengine, Dar es Salaam na kwingineko kwa ajili ya kufuata huduma. Tunajua kwamba sasa hivi kila tunapokwenda utasikia nenda hospitali fulani kuna daktari mzuri, lakini hapa tumesikia kwamba kuna daktari mzuri bingwa wa mifupa. Na naomba Lieutenant Kanali huyo umwenzi sana, kwa sababu mahitaji ya madaktari ni makubwa na vizuri, kwa sababu ni sehemu ya waajiri wetu hapa. Kwa hiyo naamini kwamba tumemjenga uzalendo kwake yeye. Maslahi sio kipaumbele, lakini ule uzalendo wa kuitumikia nchi yake pamoja na watu. Lakini hilo vile vile linapaswa na lenyewe lipigiwe chapuo ili kuona kwamba na yeye anaendelea kubaki hapa, yeye pamoja na madaktari wengine bingwa ambao utawajenga, utawasomesha, basi watakuwa wanatoa huduma, itasababisha hichi kituo chetu kifuriki sana. Kwa hiyo naomba sana kwa wale ambao waajiriwa wako, makamanda wetu hapa, wapiganaji wetu ambao wanasomesheka katika kada za afya, sasa hivi kipaumbele kikubwa cha serikali pamoja na mambo mengine ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha huduma za kijamii, hususan suala la afya. Kwa hiyo tunaomba usisite,
usisite, tuwasomeshe ili waendelee kutoa huduma hizi za kibingwa. Lakini hospitali yetu hii ninaamini itakuwa ni kama standards za hospitali nyingine kwa majengo. Sasa hivi alhamdulillah tunataka sasa iende sambamba pamoja na huduma zenyewe. Tunazo hospitali ambazo watu wanakimbilia. Mimi ninaamini kwamba sasa watu watakimbilia katika hospitali yetu hii ya KVZ mara itakapokuwa imekamilika, na ndio maana mmenipa hamasa kuona kwamba tunakwenda kuzitafuta hizi fedha ili hili jengo letu likamilike kama vile ambavyo. Katibu Mkuu Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ, Issa Mahfoudh Haji amesema mradi wa ujenzi wa hospitali hiyo unatarajiwa kugharamiwa shilingi bilioni 2,499,655,859. Unajengwa na mafundi wenyewe wa kikosi cha Volunteer kwa kushirikiana na kampuni ya Wazalendo Company Limited ambao ndio iliyoshinda zabuni ya usambazaji wa vifaa vya ujenzi. Ujenzi huu ulianza rasmi Oktoba mwaka 2024 na tunategemea kumalizika kwake mwezi Oktoba mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, gharama za mradi ni shilingi za Kitanzania bilioni 2,499,655,859, ambapo hadi kufikia sasa kikosi kimepatiwa jumla ya shilingi bilioni 1,117,135,486 sawa na 40% ya fedha iliyopangwa kwenye bajeti. Mheshimiwa mgeni rasmi, jengo la hospitali lina sifa ya G+1 na litapokamilika litagawika katika mpangilio ufuatao. Sehemu ya chini ya ground floor itakuwa na sehemu inayotoa huduma kwa wagonjwa na itahusisha sehemu zifuatazo: 1, mapokezi; 2, maabara; 3, duka la dawa; 4, vyumba vya madaktari; 5, dressing room pamoja na chumba cha sindano. 2, sehemu ya mifupa itahusisha sehemu ya mapokezi, chumba cha madaktari, chumba cha kubadilishia nguo pamoja na eneo la mazoezi ya viungo. Sehemu ya 3, sehemu ya mionzi ambayo itahusisha mapokezi, chumba cha ultrasound pamoja na chumba cha X-ray. Sehemu ya 4, eneo la dharura yani emergency ambayo itahusisha chumba cha mapokezi, chumba cha vipimo, chumba cha daktari pamoja na maabara. 5, huduma za kijamii ikiwemo vyoo vya wanawake pamoja na wanaume. Sehemu ya juu yani first floor kutakuwa kuna sehemu ya upasuaji, sehemu ya kina mama kujifungulia, odi ya watoto na sehemu ya vyoo vya wanawake na wanaume. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha kwamba jengo hili litapokamilika litatoa huduma zilizokusudiwa, kikosi cha Volunteer kimeandaa mpango wa mafunzo wa kada mbalimbali za afya kwa watendaji wake, ambapo kwa mwaka huu wa fedha 25-26 jumla maafisa 7 wapo masomoni katika vyuo mbalimbali vya afya nchini Tanzania. Kadhalika, ujenzi wa jengo hili unaenda sambamba na ujenzi wa jengo kama hili la hospitali ya kikosi cha Volunteer Pemba liliyopo katika kambi yetu ya Ndugukitu ambalo tunatarajia tarehe 1 Januari mwaka 2026 nalo litawekwa jiwe la msingi katika maadhimisho haya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Vile vile kikosi kinajenga kituo cha afya katika kambi za KVZ Muyuni, wilaya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja. Mheshimiwa mgeni rasmi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ inaendelea kutoa shukrani za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kukijengea uwezo kikosi cha Volunteer na ukipangia bajeti
ya kutekeleza miradi mikubwa kama hii ambayo inakwenda kutoa manufaa makubwa kwa maofisa wapiganaji, lakini na kwa wananchi wa maeneo haya ya Mtoni na vitongoji vyake. Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha Valantia Luteni Kanali Saidi Ali Shamhuna ameeleza kuwa kikosi cha Valantia kinaendelea na ujenzi wa hospitali kuu ya kisasa, makao makuu Mtoni, hospitali ya kisasa Ndugu Kitu Pemba, pamoja na kituo cha afya katika kambi ya Muyuni Zanzibar. Natekeleza programu kuu 2 na programu ndogo moja ambayo ni programu ya ulinzi wa nchi, raia na mali zao, na programu ya utawala na uendeshaji wa kikosi, sambamba na programu ndogo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa utekelezaji wa programu ndogo ya miradi ya maendeleo katika swala zima la uboreshaji wa huduma za afya kikosini, kikosi kinaendelea na ujenzi wa hospitali ya kisasa makao makuu KMC Mtoni, ambayo tunategemea hii leo tuwekee jiwe la msingi. Hospitali ya kisasa Ndugu Kitu Pemba pamoja na kituo cha afya katika kambi ya Muyuni Unguja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa makusudi mazima kikosi kimepanga kujenga majengo haya ya hospitali na vituo vya afya kwa dhamira ya kuboresha mazingira bora ya kufanya kazi kwa maafisa na wapiganaji wake kwa kuwapatia huduma bora za kisasa na za kiafya ili waweze kutekeleza majukumu yao ya ulinzi na usalama wakiwa katika afya nzuri kimwili na kiakili. Aidha, ni muhimu kujenga hospitali ya vituo vya afya makambini kwa sababu KVZ ikiwa kama taasisi za kijeshi katika idara maalum za SMZ. Hivyo afisa au mpiganaji anapopata tatizo la kiafya kazini au anapokuwa mafunzoni, ni lazima matibabu ya awali apatiwe kikosini kwake kama utaratibu wa kijeshi ulivyo, na endapo itahitajika rufaa, basi ndipo inaruhusiwa kupelekwa hospitali ya ngazi za juu hata ikiwa ya kiraia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kukamilika kwa mradi huu kutapisha mwendelezo wa ujenzi wa vituo vya afya kwenye maeneo ya kambi mbalimbali zilizokuwa hazijapitiwa na mradi huu kama vile Kikungwi, Kisakasaka, Mtwa Maji, Mwanyanya pamoja na Kiashange kwa upande wa Unguja na Micheweni na Pujini kwa upande wa Pemba. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wa mradi huu kijumla, kikosi kimekabiliwa na changamoto moja tu, nayo ni ucheleweshwaji wa kuingizwa fedha za mradi ambapo kunapelekea kuzorota kwa ujenzi huu. Mheshimiwa, kwenye maelezo yetu ya awali kwenye jengo letu kama nilivyokueleza kwamba tumeamua kujenga hii hospitali kwa sababu kulia kwako mbele yale ni mahanga ambayo ilikuwa store na mengine mahanga ya kulalia askari, lakini kulingana na taratibu za kijeshi lazima kambi iwe na unit aid station ama zahanati. Nimeongea kidogo ili kuleta urembo fulani, lakini unit aid station ni zahanati. Sasa zahanati hizi au zahanati hii ilikuwa ni kwa ajili ya maafisa, askari pamoja na familia zao kwa ajili ya kupata huduma, lakini tukaona kwamba wananchi waliotuzunguka eneo hili wamekuwa ni wahitaji wakubwa wa huduma zetu. Kwa hivyo hii ofisi tukaondoa baadhi ya watendaji, tukatanua kuwa sasa ni moja ya hospitali, lakini still bado tuna mtaalamu wetu hapa wa mifupa ambaye amekuwa anafuatwa na watu wengi sana. Hospitali inazidiwa, kwa hivyo tukaleta ombi serikalini kuweza kujengewa hospitali hii ya ghorofa 2 kuweza kusaidia serikali kuondosha mzigo wa hospitali ya Lumumba na hospitali ya kaka zetu wa KMKM hapo. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.